Tuketi. Ndugu zangu, tumesikia katika somo hili la kwanza kwamba yule mtoto ataweza kupatanisha wanyama wasiopatanika, mbwa mwitu na kondoo, simba na mtoto, nyoka na mtoto mchanga. Mara nyingi ndivyo familia zetu, ndivyo jumuiya zetu wa mahali petu pa kazi, na tumezoea kuishi hivyo, na kutumia mbinu za kibinadamu kwa ajili ya kutatua matatizo yetu, kwa ajili ya kutatua changamoto zetu. Huyo mtoto anatualika tujiruhusu kuongozwa. Katika kipindi hiki cha Majilio tunakuwa kama Bikira Maria alipokuwa na mimba ya Yesu, akisubiri siku hadi siku, akisoma zile ishara zote za yule mtoto ambaye atakuja kuwakomboa, atakuja kuwaokoa. Na tunaadhimisha hayo kwamba katika vitu vidogo kama yule Simeoni tunaona wokovu. Tunatarajia pengine mambo makubwa ndipo tumuone Mungu, au sisi wenyewe kufanya mambo makubwa ndipo tuweze kuona kwamba kweli Mungu ametenda katika maisha yangu. Kipindi hiki cha Majilio kitusaidie kuthamini hata yale madogo, kwa sababu mbele ya Mungu yana thamani kubwa. Hata kama unajiona tu unakuja mazoea, ama unafanya yale yale, ama kuna huduma unafanya na huoni kwamba mtu anakushukuru, Mungu anakuruhusu kurudi kuwa kama mtoto ambaye anafanya vitu kwa upendo, kwa shukrani, kama zawadi. Maisha yake yanajulikana ni zawadi tupu. Hakuna kitu ambacho wazazi waliweza kufanya kumsahili huyo mtoto. Kwa katika maisha yake, katika furaha yake, kama anaona anapendwa, unaona kabisa shukrani. Ndio shukrani iliyojawa Yesu Kristo. Yeye mwenyewe aliweza kujazwa na furaha hiyo kwa sababu alijikabidhi mikononi mwa baba yake, akijua kwamba yale ambayo baba yangu anaamua ni vema kwangu. Baba yake Mungu, ingawa mara nyingi alimpeleka tuseme kutofautiana na watu, kwenda kinyume cha mkondo, kwenda kinyume cha jamii, ingawa mara nyingi ilimpeleka jangwani na msalabani, na watu walimchekelea kama wanavyotuchekelea sisi, kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu na unajitahidi sana kumtumikia, kwa nini aruhusu mambo haya kutokea? Lakini Yesu Kristo hakujibu, sio kwa sababu hakuwa na jibu, kwa sababu jibu lake ni yeye mwenyewe. Ni yeye anayejikabidhi kwetu katika ibada hii kama hostia mikononi mwetu, mdomoni mwetu, akiruhusu tufanye tunachotaka naye, ili tuweze kuonja amani ya kweli. Tunavyofanya safari hii yetu, heri sisi tulioalikwa katika karamu hii ya neno lake na mwili wake. Heri sisi ikiwa Mungu anatufumbulia macho na kuamsha ndani yetu tumaini la mambo mapya katika maisha yetu, ambayo yanaweza kuanza kwa vitu vidogo sana. Na anatulia katika Majilio kusambaza tumaini kupitia ishara ndogo ndogo, kumsikiliza mtu, kumwangalia machoni anaposema nawe, pengine just kukaa na mtu, kumnunulia kitu kidogo sana ambacho kweli kinaweza kubadilisha maisha mtu mwingine, kwa sababu sisi Mungu anatuonyesha upendo wake kwa vitu vidogo, na tukivitambua vitatujaza na furaha. Tumsifu Yesu Kristo.